Baba Cornelius Mashale, dekano wa dekania Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili na paroko wa parokia Kristo Mfalme Tabata. Mheshimiwa sana mwenyekiti wa mashauri ya walei parokia. Mheshimiwa sana Mheshimiwa Fred Dalmali, mwenyekiti wa mashauri ya walei parokia Kristo Mfalme Tabata. Wapendwa sana wazazi na wasimamizi, waheshimiwa sana waimarishwa wote, tumsifu Yesu Kristo! Tumsifu Yesu Kristo! Asante sana. Mheshimiwa Baba Askofu, tunakukaribisha sana hapa na tunafahamu ratiba yako ni ngumu kweli kweli, hivyo basi tutakwenda chapu kwa haraka. Mara baada ya kukaribisha hapa waimarishwa wetu ambao umewaimarisha siku ya leo, wanaomba kukaribishe kwa kuweza kukuvisha taji na kuonesha kwamba wamempokea rasmi mali hapa. Tafadhali sana naomba usimame. Asante sana. Bado vigele vinatosha, tuongeze tena makofi mengi. Basi Bwana Askofu, tunakuomba sasa utufungulie shughuli yetu hii na uweze kutubarikia kila kitu ambacho tutakwenda kutumia. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya watoto wetu ambao wameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara. Tunakuomba ubariki shughuli zote zitakazotendeka katika ukumbi huu. Tunaomba pia ubariki mapaji ambayo tutakayotumia. Yote tuyatumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tuweze kusikiliza risala fupi ya waimarishwa wetu wa siku ya leo waliopokea sakramenti ya kipaimara ambayo wameiandaa, na tafadhali na studio naomba uwalete. Naomba uwalete tafadhali, naomba uwalete. Cha Mungu, Askofu Msaidizi Bokula, Dar es Salaam. Mhashamu Baba Askofu Henry Cha Mungu, waheshimiwa mapadre wote, waheshimiwa watawa wote wa kike na wa kiume, waheshimiwa kamati tendaji, waheshimiwa wazazi, walezi, walimu wa dini, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu waamini wote. Mhashamu Baba Askofu, kwa niaba ya wenzangu wote tuliopokea sakramenti ya kipaimara leo, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu mwenye huruma kwa kutujalia siku hii ya furaha na neema. Ni siku tuliyoisubiri kwa hamu, kwani leo tumeimarishwa katika imani yetu ya Kristo kwa kupokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Mhashamu Baba Askofu, tunatambua na kuthamini uwepo wako kati yetu. Umeacha majukumu mengi ukaja kuwa nasi. Tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa maombi yako na kwa maneno ya faraja na mafundisho uliyotupa leo. Mhashamu Baba Askofu, kupitia mikono yako mitakatifu leo tumepokea nguvu mpya ya kiroho itakayotusaidia kuwa mashahidi wa kweli wa Kristo katika familia zetu, shule zetu, parokia zetu na jamii nzima kwa ujumla. Mhashamu Baba Askofu, tunatambua kuwa kipaimara si mwisho wa safari ya imani, bali ni mwanzo wa maisha mapya katika Kristo. Tunaahidi kushika mafundisho ya kanisa, kusali, kushiriki misa takatifu na kuwa vijana wa sala, upendo na utiifu. Mhashamu Baba Askofu, tunawashukuru wazazi wetu, walezi, walimu wa dini na mapadre wetu kwa kutuandaa kwa bidii na uvumilivu mkubwa hadi kufikia hatua hii. Bila wao tusingeweza kufika hapa leo. Mungu awabariki. Mhashamu Baba Askofu, tunakuomba uendelee kutuombea sisi watoto tulioimarishwa siku ya leo, ili tusiwe wavivu katika imani, bali tuwe
mashahidi wa kweli wa Injili kwa matendo yetu mema. Mhashamu Baba Askofu, kwa niaba ya wenzangu wote, kwa uchache wetu tukiwa watoto 206, tunakukaribisha rasmi upokee zawadi yetu hii ndogo. Mhashamu Baba Askofu, kwa upendo wako tumejifunza mengi na tumeimarishwa katika imani yetu. Tutaendelea kumtumikia Mungu kwa moyo wa furaha. Pia tunamshukuru Mungu tumepokea sakramenti ya kipaimara katika mwaka huu wa jubilei kuu ya mahujaji wa matumaini, ambayo itatupa matumaini ya kubaki na Kristo wakati wote. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa Jumapili hii ni ya Mission Sunday, yaani ya uenezaji wa imani ulimwenguni. Hivyo tunaongozwa na kauli mbiu inayosema Wakristo wote tunaitwa kuwa watoaji wa matumaini kwa watu wote, kueneza upendo, moyo wa huruma, ujumbe wa wokovu kwa kila jamii. Hivyo Baba, tunakushukuru kwa kuja kueneza imani hiyo hapa parokiani kwetu. Ni sisi watoto wa parokia ya Kristo Mfalme Tabata. Tunakupenda sana na tunakukaribisha katika parokia yetu ya Kristo Mfalme Tabata. Asante sana na Mungu akubariki. Tuongeze makofi mengi na vigelegele. Bado sijawasikia, ongeze makofi mengi na vigelegele. Aya, asanteni sana. Sasa naomba mkamkabidhi risala Baba Askofu studio. Risala hii imesomwa na Marisha Paimara, nao ni Presencia Convent pamoja na Jerry Joseph. Asante sana. Ongezeni makofi mengi na vigelegele. Namna hiyo. Wasimamizi na wazazi tupige makofi mengi na vigelegele kwa ajili yao. Namna hiyo. Asante sana. Sasa wanakabidhi Baba Askofu risala ile iliyoandaliwa kwa ajili yao. Kabisa. Asante kabisa. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Sasa wanaporejea kwenye nafasi zao, makofi ya kwanza tayari na wewe. Karibuni. Makofi mengi na vigelegele. Haya. Tunaenda tena. Sasa mkipewa msingi kama hatujagonga cheers haya, naomba ukumbi mzima tusimame. Naomba ukumbi mzima tusimame. Tunatambua wazazi na usimamizi. Sisi tumeshiba vizuri kabisa. Tunapaswa na Roho Mtakatifu. Haya, kwa pamoja. Jirani yako mgeukie. Mgeukie jirani yako. Na nyie watoto mgeukieni watoto mwenzako. Namna hiyo. Kwa pamoja tunasema cheers. Kucha 10 hivi, ngoma 5 na mwenzako, sema cheers. Haya, cheers ya pili, mwambie asante Baba Askofu kwa kutupa sakramenti ya kipaimara, sema cheers. Cheers ya tatu iende kwa kamati maandalizi ambayo ni wazazi wenu wamefanikisha
shughuli. Sema cheer! Naomba nisikie vigelegele. Asante tuketi, asante sana. Zoezi la zawadi. Haya. Mwenyekiti wa kamati ya wazazi, tafadhali sana karibu kwa utambulisho mfupi sana. Mfupi mno ambao hujawahi kutokea. Studio, naomba mlete mwenyekiti wa kamati wapi Teresia Soka, katibu wa halmashauri ya Olei Parokia. Karibu sana mama. Kristo tumaini letu. Oye oye Kristo mfalme. Oye oye wana wa Mungu. Kristo. Mheshimiwa sana baba askofu mkuu msaidizi, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yako na uwepo wako leo kwa ajili ya kuwapatia watoto wetu wa sakramenti ya kipaimara. Kwa niaba ya wazazi wote ambao leo watoto wetu wamepata sakramenti hii takatifu, tunakushukuru kwa kuwezesha hilo, lakini pia tunakushukuru kwa mafundisho yako mazuri, lakini pia tunakushukuru kwa mafundisho mengi kwa parokia na waamini wote kwa ujumla. Kwa niaba ya wazazi baba, tunaahidi tutaendelea kuwalea vizuri watoto hawa, kuhakikisha kweli wanakuwa vijana imara ambao wataendelea kuishi katika njia inayompendeza Mungu, ili basi waweze kweli kuwa askari hodari wa Yesu Kristo na tunda zuri la kanisa na fahari kubwa ya kanisa. Kristo. Watoto wangu mnapiga kelele jamani. Kristo. Naweza kunyamaza eh? Baba askofu amesema leo mmekuwa nani? Mmekuwa vijana. Nyinyi si watoto wadogo tena wa kurukaruka, kukimbia, kukatiza ukumbini, mmekuwa vijana. Yaani nyinyi mnatakiwa mkawafundisha wadogo zenu nyumbani. Mmesikia eh? Kwa hiyo sitarajii kusikia kelele, au sio? Basi baba, tuendelee kukushukuru sana kama nilivyosema ya kwamba shukrani na ahadi kwamba kwa niaba ya wazazi tutaendelea kuwasimamia vijana hawa vizuri, ili basi kanisa letu liendelee kusonga mbele na vijana hawa wakazalishe vizazi vingine vingi tena na tena, miaka mingi, na kanisa letu takatifu Katoliki la Mitume liendelee kuwepo milele na milele, tukiendelea kumtukuza Mungu na kuyaishi yale yote ambayo tunafundishwa. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana MC. Asante baba, tuongeze makofi mengi na vigelegele. Asante sana mwenyekiti wa maandalizi ya shughuli hii. Wewe na kamati yako mmefanya kazi nzuri. Hakika mambo ni bulbul. Mheshimiwa Mwashamba baba askofu Eli Chamungu, askofu msaidizi wa Jimbo la Dar es Salaam. Sasa kwa heshima na taadhima, naomba niwaalike waimarisho wetu walioandaliwa kwa ajili ya kukata keki nzuri, keki ya shukrani, keki ya upendo, keki ya kumshukuru Mungu. Haikuwa rahisi, takriban safari ya miezi 8, hatimaye leo wameweza kuhitimisha rasmi kabisa. Tafadhali sana kanisa walioandaliwa kwa ajili ya kukata keki wasogee mbele kwa niaba ya wenzao studio, wasindikize watoto wetu. Karibuni sweet. Baba askofu pamoja na dekano, naomba mshuke hapa juu, mshuke hapa chini tafadhali, uweze kukata keki na waimarisho wetu wa siku ya leo. Asante sana. Haya, moja ya keki, moja sogea hivi, mshike kisu kwa pamoja, baba askofu kama hiyo. Haya, wote kwa pamoja, karibuni. Haya, wageni walikuwa tupige makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Asante sana baba askofu, tunakushukuru. Haya, tuombe mwanae nyumbani anayeku. Msiondoke meza huu, msiondoke. Wow.
Asante. Sasa waimarishwa, mwe watu wa kwanza kabisa kuchukua kipande cha keki. Kwanza muomnishe Baba Askofu mkisema asante kwa kuweza kuwapa sakramenti ya kipaimara. Haya, chukueni kipande kizuri cha keki. Namna hiyo nisikie makofi mengi na vigelegele tena. Asante sana Baba Askofu. Baba Askofu nao namba ya waimarishwa wote wa siku ya leo wapongeze namna hiyo, makofi mengi na vigelegele namna hiyo. Tuwaambie hongereni sana, mkamtangaze Roho Mtakatifu kila mwendako. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana Baba Askofu. Baba Askofu anaonyesha paroko msaidia. Baba paroko. Yes. Asante paroko kwa malezi mazuri ya watoto namna hiyo. Makofi tafadhali nisikie. Haya, anaendelea tena kwa baba paroko wetu msaidizi Father Jopo. Makofi mengi tafadhali. Asante kabisa. Sasa anamalizia na mwenyekiti wa halmashauri ya Oderi. Haya, karibu sana. Asante sana. Karibu sana mwenyekiti wa halmashauri ya Oderi. Makofi tafadhali. Baba Askofu, ya mwisho kabisa kwa niaba ya wazazi wote, naomba nimlete mwenyekiti wa kamati ya maandalizi na upokee keki kwa niaba ya wazazi na usimamizi ambao umefanikisha jambo hili kuwa mambo. Haya, pamoja na yote ni katibu wetu wa parokia pia. Haya, Mama Telesia Soka namna hiyo. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana. Sasa Baba Askofu, waimarisho wetu wa siku ya leo na wenyewe wana zawadi ya kukupa keki wewe pamoja na Baba Askofu mkuu. Wamekuandalia keki nzuri kabisa ikiwa ni kama zawadi yao. Tafadhali naomba mchukue keki hiyo uweze kumkabidhi ili wewe pamoja na wote mnaokaa kwenye nyumba kule basi mpokee upendo wa waimarisho wa parokia ya Kristo Mfalme Tabata. Nisikie makofi mengi na vigelegele. Haya, makofi mengi tafadhali. Namna hiyo. Basi asante sana. Asante sana. Wasika wa keki, tuichukue keki kwa ajili ya maandalizi ya chakula. Pale kanisani, basi wazazi hawa na wasimamizi wameandaa zawadi kidogo kwa ajili yako. Tafadhali sana, kwa heshima na adhima, sasa naomba ile zawadi iliyoandaliwa na wazazi wa watoto wao ambao wamepata sakramenti ya kipaimara siku ya leo, basi waweze kuleta ile zawadi kwa Baba Askofu. Karibuni sana, naomba tulete ile zawadi. Wanakabidhi kwa niaba ya wazazi wote. Wazazi nisikie vigelegele, vigelegele, vigelegele. Namna hiyo vigelegele. Haya, tupate picha nzuri. Nafikiri tupate picha hapa. Tulipake vizuri wapiga picha wapate kumbukumbu. Yes. Wengine huku, wengine hivi. Yes. Tusimame kidogo. Namna hiyo. Aha. Yes. Picha nzuri kabisa hiyo. Namna hiyo. Padre Christopher Kinywa, niwashukuru masista walimu wa makatekista, masista wote na wafanya huduma parokiani wetu kwa kuweza, na walimu wote wa makatekista ambao wamefanikisha pia zoezi hili na siku hii ya leo. Bila kusahau kamati ya parokia na kamati tendaji za kanda zetu, kila mmoja kwa nafasi yake mmeweza kufanikisha na mmeweza kufanya vizuri katika tukio hili la siku hii ya leo. Tunatambua kwamba mwaka jana au kila siku kwenye Mission Sunday huwa tunakuwaga na tukio.
Wakati ule mwingine tulipokea utoto mtakatifu katika Dominika ya Mission Sunday. Mwaka jana tuliwapa Ekaristi Takatifu Mission Sunday. Leo nimepangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwamba leo Roho Mtakatifu mwenyewe aje katika parokia yetu. Ashuke mwenyewe akaangalie matukio mbalimbali, angalie tunafanya nini na kisha atupe baraka kama alivyotupa asubuhi hii ya leo. Kwanza naendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi mbalimbali ambazo zinakuja katika tukio kama hili la Dominika ya Mission Sunday. Sasa Baba Askofu amewapatia homilia nzuri kule kanisani na amewauliza maswali mengi wa vijana wetu wa kike na wa kiume, na kila mmoja alijibu kwa nafasi yake na akajibu vizuri sana. Lakini tatizo waliko hata nyinyi hapo mnaongea sasa mkasema tutaenda kuwalea hao watoto vizuri kadri ya mafundisho ya Baba Askofu siku hii ya leo. Sasa tatizo si kwa hao watoto, wala siwezi kuwablame nyinyi au kuwalaumu nyinyi wazazi wako hapa leo, maana mwaka uliopita nyinyi wazazi wapya katika mwaka huu 2025, lakini experience inatuambia kwamba sisi baada ya kuwafundisha hao watoto, Baba Askofu baada ya kufanya kazi yake ya kuwapa Roho Mtakatifu, sasa kazi kubwa ni kuwalea. Baba amezungumza habari ya nguo imeandikwa hapa nyuma, mtoto ni malezi. Sasa malezi haya, mtoto ni malezi, sielewa vizuri msamiati. Ni kwamba mtoto tumlee ama mtoto ndio atulea sisi ama tuendelee kumlea huyo mtoto. Sasa kwa vyovyote vile hao watoto walikuwa 206. Mwaka jana walikuwa 200 na kitu, kabla 20 na kitu. Lakini Dominika inayofuata, ile inayofuata, ilikuwa nimesoma misa ya watoto jioni. Walikuwa watoto 3 wa kike na 1 wa kiume. Wale waliopata kipaimara. Na nawaambia wazi kabisa, msije mkaimba kama parrot, kama kasuku, kwamba tutafanya na mfanyi. Wajibu mkubwa nyinyi wazazi. Hao watoto mnaanza kuambia nimechoka sana, msende kanisani. Huko simechoka sana, kae nyumbani bwana. Tena baadaye, nyinyi si watoto tena. Kwani hata ukikaa watafanya nini? Unajua vile mnasema, lakini nasema sio nyinyi, maana tutawaangalia nyinyi. Wale ambao walimaliza. Ninyi ndio mnawapa watoto, ninyi mnasema kwamba msiende kwa sababu mshamaliza, ninyi ndio mnatukwamisha kanisa. Mtakatifu Yakobo anasema nini? Niwaambia siku leo kwamba nipeni mtu mwenye matendo nitakuonyesha imani yake. Na sasa kama nyinyi hamtakuwa mstari wa kwanza kuwalea watoto, hata tukapampu namna gani, wakati wewe baba na mama mkae pamoja, wewe baba na mama msali pamoja, baba na mama mwende jumuiya pamoja, baba na mama wengine bado hatujabariki ndoa zetu, unatazamia nini hata tukawafundisha watoto? Unatazamia tufanye nini? Mwezi wa Rozari, mwezi wa Mama Bikira Maria, leo tarehe 19. Mwezi unakaribia kuisha, lakini watoto hawa bado hawajasali Rozari katika familia zao na wazazi. Na kuna watoto ambao watakuwa mara kwanza maji, lakini kuna watoto ambao leo hapa ndio watamwona baba na mama wamekaa pamoja katika hafla hii. Mara kwa mara kuonekana kwa sababu ya shughuli zetu za kawaida. Lakini shughuli za kawaida sije zikachukue nafasi ya mlezi, nafasi ya baba au nafasi ya mama. Wale watoto ambao tunaita maid, wale wafanyakazi wetu ambao ni wasichana kule nyumbani au vijana, wasije akachukua nafasi ya baba au nafasi ya mama. Wana nafasi yao na nyinyi mna nafasi yenu ya kwezi. Na nafasi kubwa ndio kuonyesha mtoto njia ya kwenda kanisani. Kristo ambaye alikuwa njia, ukweli na uzima, wewe sasa ndio unapaswa kuwa njia, ukweli na uzima kwa mtoto wako. Kwa hiyo hebu tushirikiane. Hebu tufanye pamoja. Hebu wakati mmoja tutaita kanisani, sema hebu njooni na wale watoto ambao wamepata kipaimara. Je, mtakuta tena wako hapa? Ninatambua kwamba watoto wengi si wa parokia hii. Natambua pia wazazi wengi hawafanyi kazi hapa, ni watabata lakini hawafanyi kazi hapa. Na baada ya sakramenti hiyo mimi natakuwa hapa na watoto wao kwenye maeneo mbalimbali. Lakini wale ambao tuko nao hapa kwenda tuwaoni. Tungependa kuona watoto sasa kwenye jumuiya zetu, kwenye sherehe zetu za jumuiya, kwenye matukio mbalimbali katika hapa
hapa kanisani, na wale kama tulivyoaswa na baba askofu, sasa wamemaliza ile awamu ya kwanza, waingie katika mashirika, waingie wamesema sehemu ya kwanza utoto mtakatifu, waingie katika shirika mtakatifu wa Aloisi, na wale wasichana waingie katika shirika la Bikira Maria mkingwa dhambi ya asili, na wengine waingie katika vyama mbalimbali, ili tuweze kuwakuta watoto na tuweze kutembea na watoto katika maeneo ya kueleweka na maeneo ya kupatikana. Kwa hiyo tunaendelea kuwaombea wazazi, tukishirikiana na sisi na sisi tushirikiana na nyinyi, tuweze kuleta ufalme wa Mungu katika kanisa la Kristo mfalme. Tunakaribia kumaliza mwaka, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ili baraka tunazopata siku ya leo, hizi baraka ziendelee kubaki katika parokia yetu na katika familia zetu. Bwana, namshukuru tena Mungu kwa zawadi ya baba askofu, yeye ni mcha Mungu kwa pamoja na sisi na kuwa mvumilivu mpaka masaa haya. Angeweza kusema pale nje tu sitaki kwenda kwa mambo ya kitoto, achana mambo ya kitoto tuendeni. Lakini hajasema hivyo. Kila saa anauliza kuna kitu gani tena kingine? Anambia subiri. Kuna kitu gani tena kingine? Subiri. Basi na sasa tumesubiri mpaka wakati sasa ananiambia hapana, muda sio rafiki sasa. Na alikuwa anaambia hapa hivyo vyeti ambao mjumbe navyo ni watoto. Tunaenda kula hivyo vyeti hapa wazazi. Mtakwenda vichana sasa na kuvichafua. Wapeni wazazi waweze kuwashikia hivyo vyeti ili muweze kula vizuri na kuserebuka vizuri bila kuvichana. Nichukue nafasi basi fupi niweze kumwalika tena na kumkaribisha tena baba askofu ndiye mcha Mungu aweze kusema lake ambalo alilibaki wakati ule. Baba askofu. Asante sana baba Pako. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Wakati watoto wanasoma ile risala, wamenikumbusha kitu kimoja ambacho nilikisahau, ni kwamba kipaimara sio mahafali, katika maana kwamba mtu anapopata kipaimara asijifikirie kwamba sasa amefuzu, hahitaji tena kanisa. Hai, kuna wengine wakishapata kipaimara hawaji tena kanisani, hawashiriki sala wala kwenye jumuiya hawaendi. Kwa hiyo watoto na wasii nikisema kwamba kipaimara sio mahafali, kwa hiyo muendelee na shughuli za kanisa kama kawaida, kupokea sakramenti, kusali na kadhalika. Na pili, asanteni sana vijana kwa zawadi zenu mlizonipatia. Wazazi pia nasema asanteni sana kwa zawadi zenu, na ninyi nyote basi nasema mbarikiwe sana mpaka mshangae. Asanteni sana. Chakula nilishabariki, kwa hiyo hakuna kubariki tena mara ya pili. Kilichobakia tu sasa, natumaini watu wana njaa, watu waanze kula chakula, na baadaye wazazi wanaanza kuwa na sherehe za majumbani humo, tusije tukapoteza muda zaidi. Ninawatakia mlo mzuri na sherehe njema. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asanteni sana. Asante sana. Basi muendelee kula vizuri kwa utaratibu unaoeleweka, bila shida yoyote, bila kujeruhi watoto, kutulie, mpate chakula vizuri pamoja na wazazi na wasimamizi wenu. Asanteni sana. Asante sana. Makofi mengi na vigelegele. Watoto hakikisheni na kupon haya, na usiinuliwe kabla hujanyanyuliwa. Utainuliwa ili kuepusha foleni kuwa ndefu. Tuna buffet mbili pale, kwa hiyo nafikiri tutakwenda chapu kwa haraka. Haya, onyesha kuponi yako pale, unapata chakula. Watoto watakapoisha tutawapata sisi wazazi na wasimamizi. Chap chap, tunaenda haraka haraka, msiwe na wasiwasi. Buffet zetu ziko mbili, kwa hiyo tutakwenda chapu kwa haraka. Haya, kaeni. Haya, sasa tunaanza.
Usinyanyuke kabla hujainuliwa. Watoto, tafadhali sana, msipendeze naweka foleni kubwa wakati hatuna haja hiyo.